Ndugu mwenyekiti, katika nchi yoyote yenye dhamira ya maendeleo ya kweli kama ilivyo nchi yetu ya Tanzania, utafiti na maendeleo ni nyenzo muhimu katika kuongeza ubunifu na kutatua changamoto, kuongeza tija katika uzalishaji na kutoa mwongozo katika uundaji wa sera mbalimbali. Na wasisitiza wanafunzi na wahitimu wa shahada ya uzamili kuimarisha zaidi tafiti zenu za kitaaluma. Tafiti zenu zinapaswa kuelekezwa katika kutoa majibu ya changamoto halisi zinazokabili jamii na taifa letu, ikiwemo masuala ya usimamizi wa fedha za umma, ukuaji wa uchumi jumuishi, ajira, ubunifu na matumizi sahihi ya teknolojia. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niongee kidogo na wahitimu. Sisi tuna imani kubwa sana, wengi mmekaa mwaka mmoja, wengine miaka miwili, lakini tuna imani kubwa sana. Sio kwamba mlikuja kwetu hamjui chochote, hapana, lakini mlikuja tayari mkiwa ni wataalamu. Sisi tumefanya kuongezea pale. Kwa hiyo tunauelewa, tunauamini, tunaamini sana kwamba uwezo wenu mliokuwa nao na kile ambacho mmejifunza mkiwa mikononi mwetu imeongezea age, imeongezea ukali wa uwezo wenu wa kutoa huduma katika watu. Tunatarajia kuwa viongozi mtakaotumia ushahidi wa kisayansi, tafiti na maadili katika kufanya maamuzi katika maeneo mnayoaminiwa na kukabidhiwa kutumika. Kama chuo, tunaendelea kuboresha mifumo yetu kuhakikisha kwamba yeye inaendelea kutoa wahitimu mahiri wenye uwezo wa kutumia elimu, ujuzi na maarifa, na natumaini tutaendelea kushirikiana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niongee kidogo kuhusiana na maisha ya kawaida kazini. Kati ya vingi nilivyoongea na vingi ambavyo mtavisikia, naomba leo muondoke na kitu kimoja tu juu ya kutenda wema, just be kind. Kwa duru hii ya pili tuna jumla ya wahitimu 2250. Kati yao wanaume ni 1399 na wanawake ni 881 ambao utawatunuku shahada ya uzamili ya chuo cha uhasibu Arusha katika fani 15 ambazo ni uhasibu na fedha, fedha na benki, fedha na uwekezaji, usimamizi wa miradi, usimamizi wa taarifa, uchumi na fedha, usimamizi wa elimu, usimamizi wa rasilimali watu na amani na usalama.